Naitwa Dr. Eric Edward Richard, afisa kutoka kitengo cha dharura na maafa, Wizara ya Afya. Lengo la zoezi hili, niseme Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI iliona haja ya kuweza kuendelea kuimarisha mikoa, lakini pia na halmashauri, ndani ya kila halmashauri katika swala zima la kuwa na utayari dhidi ya magonjwa hatarishi pia milipuko, ikiwemo ugonjwa huu wa Ebola. Ugonjwa huu umekuwa sasa ni tishio katika nchi za jirani ikiwemo DRC. Hivyo kutokana na ugonjwa huu kuwa na katika nchi za jirani, hivyo kuna haja sisi kuwa katika hali ya utayari na kujiandaa na kuandaa watoa huduma wetu na wataalamu wanaotoa huduma katika vituo mbalimbali nchini kuweza kuwa na utayari na kuweza kuona vifaa kinga na kuwa na vifaa kinga toshelezi ambavyo vitakuwa vimewasaidia kuweza kujikinga na maambukizi pale wanapotoa matibabu, endapo tukipata mhisiwa ambaye amehisiwa kwa masuala haya ya magonjwa ya mlipuko ikiwemo Ebola, lakini pia na magonjwa mengine. Kwa hiyo ni maeneo ya IPC kwa ujumla, lakini pia hata eneo la utakasishaji wa mikono, namna elimu ya watoa huduma waliokuwa nayo na vifaa vitendea kazi wanavyovitumia katika utakasishaji wa mikono na utakasishaji wa vifaa vile ambavyo vinavyotumika, ikiwemo pia na gari la kubebea wagonjwa, jinsi la kufanya decontamination, lakini pia na vifaa vinavyotumika vile ambavyo vinatakiwa vitumike tena, nikimaanisha kitaalamu usable items, na kuweza kuvitakasisha ili viwe salama na viweze kuwa tayari kuweza kutumika tena kwa wagonjwa. Mimi naitwa Nuru Beda, ni daktari, nafanya kazi na CHEP Tanzania kwenye mradi wa usalama wa afya duniani upande wa IPC. CHEP Tanzania kupitia mradi wa usalama wa afya duniani ambao unafadhiliwa na serikali ya Marekani, tumeweza kuratibu hili zoezi katika halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma, na hili zoezi limefanyika katika vituo 9 vya kutolea huduma, na hii yote ni kuwaweka watumishi katika hali ya utayari endapo wanapata mgonjwa yote mwenye kuhisiwa na ugonjwa wa Ebola. Naitwa Mahamudu Mitenda, ni mganga mfawizi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Leo tumepata mafunzo au simamizi shirikishi kuhusiana na maandalizi au namna sahihi ya kuwatibu au kuwahudumia wagonjwa wa Ebola. Mafunzo haya yametufungua kuona jinsi gani tunaweza tukamhudumia mgonjwa kwa vitendo. Na hiki kitendo kwenye hospitali yetu hatujawahi kukifanya, ndio mara ya kwanza tumejifunza kwa vitendo namna ya kumhudumia mgonjwa wa Ebola. Na manufaa mengine ambayo tumeyapata, tumezijua gaps ambazo tunazo hospitali, yale mapungufu tumeyabaini na kuyaweka katika mpango kazi kwa ajili ya kuboresha namna nzuri zaidi ya kujipanga kwenye maandalizi na namna sahihi ya kumhudumia mgonjwa wa Ebola. Amani Anania Mkemwa ni mtumishi katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Hii imekuwa na utofauti kwa sababu kuna kanuni za kuzingatia ambazo kimsingi kwa kuto kuzingatia hizo kanuni na ukaweza kumgusa mgonjwa pasipo kuzingatia kanuni za kujikinga, basi pia mtoa huduma unakuwa sehemu ya mwathirika wa kuambukizwa ugonjwa huo. Na binafsi nashukuru kwa sababu nimeona kuna maarifa mengine makubwa zaidi ambayo kimsingi yanapaswa kuzingatiwa sana kama miongozo inavyoeleza.